Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast. Hii ni podcast yako pendwa, Ncha Kali Podcast, tukiwa katika msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, msimu ambao tunaangazia simulizi za hatua za mabadiliko za wageni mbalimbali ambao tumekuwa tumewaalika katika Ncha Kali Podcast, lengo tukitaka kuona hatua zipi walizipitia mpaka kuweza kufikia mabadiliko ya kweli, mabadiliko ambayo ni mabadiliko ya kiimani, mabadiliko yaliyowapelekea kuweza kumtambua Mola wetu mlezi na kuweza kutambua lengo halisi la kuumbwa kwao na kuletwa hapa duniani. Tumeangazia simulizi za watu wengi sana ambao tayari tuliweza kushiriki nao katika Ncha Kali Podcast tangu kuanza kwa msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama ungependa kwenda kuzifuatilia simulizi hizo, basi unaweza kufanya hivyo kupitia katika platform zote za podcast, Google Podcast, Spotify, kote huko utatupata kama AD+ Swahili. Lakini kama ungependa kufuatilia simulizi hizo kwa kutazama, unaweza kufanya hivyo kupitia katika channel yetu ya YouTube inayokwenda kwa jina hilo la AD+ Swahili. Kisha una subscribe channel hiyo na una click pale kwenye kengele ili uweze kuwa wa kwanza kupata taarifa kila tutakapoweka podcast mpya. Lakini katika msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani unaweza kufuatilia mfululizo wa podcast hizi kila siku, muda na wakati kama huu ambao unatufuatilia hivi leo. Hakikisha hupitwi na podcast hizi za msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nimetangulia kukueleza kuwa tunaangazia simulizi za mabadiliko za wageni ambao tunakuwa tumewaalika. Leo pia tunaye mgeni ambaye tutakwenda kufanya hivyo, kuangalia simulizi za hatua zake za mabadiliko. Nikusihi sana usitoke mbele ya kifaa unachotumia kutufuatilia. Mimi naitwa Rajab Msami, hii ni Ncha Kali Podcast. Ustadh, karibu sana. Asante sana. Karibu sana kwenye Ncha Kali Podcast. Na nikupe fursa hii uweze kuwasalimu wanaotufuatilia, lakini ujitambulishe kwa majina yako. Karibu sana. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Alhamdulillahi alladhi haqqa hamdihi kama yastahiqu bih. Alladhi تعلم شرائع الإسلام ومعرفة صحيح معاملة وفاسدها لتعريف الحلال والحرام، وجعل مآل من علم ذلك وعمل به الخلود في دار السلام، وجعل مصير من خالفه وعصاه في الانتقام. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Naam, wapenzi watazamaji, kama alivyokwisha kutangulia kuzungumza kwamba leo tunaye mgeni katika kuelezea hatua za mabadiliko ya kiimani kuanzia pale mtu anapozaliwa mpaka kufikia umri wake. Naam. Mimi kwa jina naitwa Muniri Juma Muhammad, mzaliwa wa Kilimanjaro. Katika simulizi zetu hizi alizokwisha kutangulia kuzungumza ustadhi ambaye ni mtangazaji. Naam. Kwa mimi binafsi naomba tukubaliane na yale maneno yanasema la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Naam. Maana yake ni kwamba hapana mwenye hila ya kuweza kufanya maasi wala mwenye nguvu ya kuweza kujizuia kufanya maasi ila kuwezeshwa na Mwenyezi Mungu. Sasa katika kutosheka na hilo, vile vile inatakiwa jitihada zako wewe mwenyewe sasa mwanadamu. Lakini kikubwa kwa upande wangu mimi, nachoona hatua kubwa ni msingi wa mtoto anavyolelewa, anavyozaliwa na wazazi wake. Msingi mkubwa wa kijana au mpaka anafikia mabadiliko ya kiimani, mpaka anakuwa anasoma dini, anamfahamu Mwenyezi Mungu. Chimbuko haswa ni kwa wazazi. Wazazi wana imani ya namna gani na wamemlea kijana wao kwa sampuli gani? Sawa. Waswahili wana maneno wanasema kwamba mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Kwa sawa, kwa mimi binafsi yangu nimelelewa katika malezi ya kidini. Wazazi wangu walikuwa ni watu wa dini. Baba yangu amewahitika kusoma kiasi dini, si sana lakini kasoma kiasi. Kwa katika kutulea sisi wanae, ametulea katika misingi ya kidini, na ndio maana na sisi wengi tukawa na bidii. Kilimanjaro. Kilimanjaro.
lakini tulikuwa tukiishi Tanga. Babangu alikuwa akiishi Tanga, kwa hiyo tumeishi kule Tanga. Upande wa Lushoto. Okay. Wanachuoni wanatuambia katika kuoa, kwanza mtu utizame familia gani unaoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tunkahul mar'at li arba'a, kwamba huolewa mwanamke kwa sifa 4. Ima mali yake, uzuri wake, mali yake, pamoja na nasab yake. Sasa hapa tunazungumzia nasab. Unatizama nasaba yake, yule mwanamke anatokea katika nasaba gani? Ni nasaba ambayo kama ina maadili ya Kiislamu ya kidini, basi oa. Lakini maasafi shadid, sisi watu wa kileo huwa tunaangalia vitu viwili, uzuri wa mwanamke ama mali. Hasa ndio vitu tunavyoangalia, hapo ndio tunapofeli. Lakini kama utaangalia misingi ya kidini, ile familia yule mwanamke unataka kumuoa inatokea wapi, iko na misingi gani, hapo utakuwa umefaulu, utakuwa umefanikiwa. Tayib. Ustadh Muniri, ni kukatishe kidogo. No. Ni kukatishe. Umetueleza kuhusiana na safari yako. Ndio. Ukatugusia kwamba miongoni mwa sababu za wewe kuwa hivi ulivyo leo baada ya Allah ni malezi ya wazazi wako. Na ukagusia kwamba mzee wako alisoma dini kwa kadiri Allah alivyomjalia. Ndio. Turudi kwako wewe. Ndio. Tuangazie kwako wewe. Ulisema mzee wako alisoma dini na nyinyi akawasomesha. Ndio. Turudi kwako wewe. Ndio. Safari yako ya masomo ilikuwaje, hususan katika upande huu wa dini? Safari yangu mimi ya masomo katika upande huu wa dini ilianzia kule kijijini tulikoishi kule Tanga. Tanga ilikuwa ni kijiji gani? Mlalo Lushoto. Okay. Pale kijijini kwetu kulikuwa na madrasa hizi za mtaani za kawaida. Mama yangu akawa ananihimiza nikasome. Basi nikawa na bidii. Katika mimi mwenyewe kupenda, nikawa napenda kusoma. Nikasoma kwa kiasi nilichojaliwa kule mpaka nilipomaliza, basi nikaondoka ule Mlalo nikaelekea Moshi. Fika Moshi kule, kwa bahati nzuri mjomba wangu ambaye ni kaka yake na mama yangu. Okay. Yeye ni shekhe na ndio shekhe wa wilaya ya Moshi vijijini. Anaitwa Sheikh Muhammad Bakari. Nikakaa pale kwa mjomba anasomesha vijana na mimi nikakaa pale kwa muda wa miaka 4. Moshi vijijini. Moshi vijijini. Eneo gani? Mabogini Rau. Rau Mabogini. Na Rau Rifa. Okay. Nikasoma kwa Sheikh Muhammad Bakari ambaye ni mjomba wangu takriban miaka 4. Basi katika bidii zangu za masomo, kwa kweli mjomba yeye alikuwa na bidii sana ya masomo na akitusomesha akisema hii system unayotumia kuwasomesha hata mwende sehemu nyingine mnaweza msiipate system hii, kwa sababu alikuwa anakufundisha kitabu unasoma kwa kuaridhi, unasoma ili na wewe uweze kuja kukisomesha. Kwa ile masomo yanakukaa vizuri. Sasa mimi mwenyewe binafsi yangu nikawa na bidii sana, kwa sababu kile kitu ninakipenda, kwa sababu mwenye kupenda kitu lazima atakuwa na jitihada katika kufanya kile kitu. Kwa jambo la kusoma mimi nilikuwa na bidii nalo sana. Kasoma takriban miaka 4. Nikaondoka kule katika kutafuta maisha, nikaja Dar es Salaam. Dar es Salaam nikajaribu kupitia kwa baadhi ya wanachuoni kusoma. Nakumbuka nilikwenda kusoma kule Temeke itiswamu kwa Sheikh Adam almarhum Sheikh Adam Ahmad. Kwa kusoma fani ya Qur'ani pale. Sasa hizo ni bidii zangu mimi mwenyewe. Sasa hapo si mzazi, kwa sababu mzazi ashanianzia ule msingi. Sasa kwa sababu najitegemea sasa mwenyewe, ni kwamba ni bidii zangu mimi mwenyewe. Kajipeleka Temeke pale. Kiasi cha muda nikaja nikaondoka. Ukafanya biashara, nikafungua biashara pale Kariakoo. Kando ya msikiti wa Idrisa pale nilikuwa na kibanda cha biashara pale. Fanya biashara, nikawa na rafiki yangu mmoja anaitwa Aid. Kirangi anasoma huko Kenya sehemu moja inaitwa Mambroi. Ustadhi Said Ali Hassan. Idi akanishawishi kwamba twende tungoze ilmu. Kenya akanifanyia mpango, kata pasipoti. Akaenda akazungumza na ustadhi, nikajiunga katika madrasa ya Ikhlasi kule Gongoni.
sehemu moja nje kidogo ya mji wa Mombasa. Ukielekea Lamu, katikati ya Lamu na Malindi. Kakaa pale kwa Said Ali Hassan, si kwa muda mrefu sana, lakini kiasi cha miaka 2. Sasa hizo ni jitihada zangu mimi mwenyewe, kwa sababu wakati huo sina mzazi tena nihimiza, wala sina nani, ni mimi mwenyewe tu kwa uamuzi wangu mwenyewe, lakini inatokana na ile malezi niliyolelewa, msingi wa malezi ambao ulikuwa nao toka mwanzo. Umegusia kuhusiana na jitihada zako wewe mwenyewe, ni neno ambalo umekuwa ukirejea mara kwa mara. Jitihada zako wewe mwenyewe, jitihada zako mwenyewe, kwa sababu umesoma tayari ukiwa ni mtu mzima ambaye tayari unajitambua. Umetueleza ulikuwa umeshaanza biashara hapo Masjid Idrisa. Miongoni mwa changamoto kubwa sana za watu kuisoma dini yao ni hali ya kuwa tayari wameshakuwa watu wazima, tayari wameshaingia katika mbio za maisha. Kama tunafanya tafiti ndogo hapa, watu wengi sana ukiwafuata wataeleza hiyo ndiyo sababu inayowafanya wao wakapata changamoto kuweza kuisoma dini yao. Inatajwa sana sababu hiyo. Kiuhalisia si msamaha, yani kwamba sio tetezi. Huo ndio uhalisia wake. Kwako ilikuwaje? Kwako ilikuwa, umetueleza hapa haya maeneo yote ambayo umeyataja kwamba ilikuwa ni jitihada zako mwenyewe. Wewe uliwezaje kuzitilia mkazo hizi jitihada zako mwenyewe, ukaona kuna haja ya wewe kwenda kuisoma dini, kumjua Mola wako? Lakini pili, unazungumziaje swala la watu kutumia hili jambo kama kisingizio cha kutokuisoma dini yao? Nazungumzia sana jitihada zangu mwenyewe, kwa sababu kila jambo linataka kwanza utayari na ile imani kisha kuingia katika moyo. Jitihada zangu mwenyewe, nimezungumza kwamba jitihada zangu mwenyewe kwa sababu wakati huo nishakuwa ni mtu wa kutafuta maisha. Kwanza nilikuwa na biashara. Ni kazi ngumu sana kuamua kuiacha biashara yako halafu uende tena nje ya nchi ambayo sio nchi yetu. Halafu ule umwacha biashara, hujui kwamba hii biashara utaikuta itaendelea au vipi. Sababu biashara hiyo, wakati huo mimi babangu alikuwa anaishi kule Mombasa, lakini nilikwenda mimi mwenyewe bila yeye kumtaarifu. Pale Mombasa nilifanya tu kupita, mwaga mimi mzee napita na kwenda Mamboroi. Kwa nini bwana naenda kusoma? Kwa hiyo kule mimi nilijitahidi mwenyewe kwamba biashara yangu huku ndio itakao nisomesha kule, nitumie fedha huku za kuweza kujikimu, kununua vitabu na kadhalika. Na huku wakati huo huku ulimwacha nani kwa biashara? Wakati huo nilimwacha rafiki yangu anaitwa Umar. Mwacha biashara, naye ana shughuli zake nyingine, akamwachia mdogo wake anaitwa Swahib. Ndio alikuwa anauza ile biashara. Kwa hiyo kiasi kila baada ya miezi mitatu walikuwa wakinitumia fedha zanifikia kule niliko, basi napata matumizi. Lakini baadaye tulikuwa tunakuja likizo kila Ramadhani. Kaka bwana, mwaka wa kwanza wa pili, ule mwaka wa pili mwishoni nikakuta ile biashara inalegalega. Kwa ni kwamba hata zile gharama sasa za kuweza kwenda kule ikawa ni shida kidogo. Basi hapo ndo nikaenda kumuomba ustadhi, mimi bwana nibakie kwa sababu nishakuwa mtu mzima tena. Naam. Na majukumu yanaendelea. Ndio. Unalizungumziaje sasa ile swala la watu ambao wanatumia hii kama msamaha, kama ndio kisingizio? Kwa sababu kisheria hii haiwezi kuwa sababu. Lakini watu wengi wamekuwa wakitaja hiyo, ambapo wapo wanaotufuatilia sasa hivi, watu wanaona kwamba wanashindwa kusoma kutokana na ratiba zao za kimaisha, harakati zao. Japo wewe ulifanya jitihada zako mwenyewe na ulikuwa ukizitaja. Na hata hapo umezitaja mara kadhaa kwamba ni jitihada zako mwenyewe. Unalizungumziaje swala hili na una kipi cha kueleza watu ambao hawajasoma na umri umesogea, wameshaanza harakati za maisha, na wanachukulia swala la harakati zao za kimaisha kama ndiyo msamaha, kama ndiyo kigezo kilichofanya wasisome kumjua Mola wao? Kwanza kikubwa, mtu kwanza ufahamu kwamba umeumbwa kwa lengo gani hapa duniani. Ukishafahamu lengo, basi lazima utatafuta nini? Masomo ya kidini ili uweze kumjua Mola wako. Lakini watu wengi ukimuuliza, vijana wengi ukimuuliza lengo la kuumbwa au lengo la kuletwa hapa duniani nini, atakwambia lengo ni kutafuta pesa. Kwa ni kwamba wengi hawajui kwamba kuna umuhimu wa kusoma dini, kuna umuhimu wa kufanya ibada.
Mtu anaona tu kwamba yeye ameumbwa basi anaishi tu kama alivyo. Na ndio familia nyingi jinsi zilivyo. Ndio maana nikasema kikubwa zaidi msingi unatokana kwa wazazi. Kama mzazi mwenyewe alikuwa yeye anajua kwamba lengo la kuumbwa ni nini, basi angefanya jitihada kumpeleka mtoto wake akasome dini. Lakini wengi hawafahamu, au ni mwingine ni utashi tu wa maamuzi yake mwenyewe, lakini wengi wanaona kwamba swala la dini halina umuhimu, na wengi wanaona kwamba nikienda kusoma dini haitanisaidia katika utafutaji wa maisha. Ndio wengi, kumbe la, dini pia vile vile dini ya Kiislamu, masomo ya Kiislamu yanaweza kusababishia vile vile ukawa na maisha mazuri. Wako baadhi ya watu sisi tunaona dini ndio imewafanya wanakuwa na maisha mazuri. Lakini wengi sasa Waislamu hasa vijana hawaoni muhimu, kwa sababu wanaona kwamba masomo ya dini yanampotezea muda, na kama yanapoteza muda hawezi kwenda kupoteza muda wake kwenda kusoma, kwa sababu wanaona kwamba hata pana manufaa yote ya kimaisha katika hilo. Sawa. Umesoma kwa mjomba wako Moshi. Ndio. Bravo. Lakini bado ukaona haitoshi kufanya jitihada baada ya kushawishiwa na rafiki yako ukaweza kwenda Mombasa. Safari hii ya kuisoma dini ya Mola wako umeanza utotoni kwa wazazi wako, lakini kulikuwa na jitihada baada ya wewe kuwa mtu mzima. Kwa kipindi chote hichi ambacho umeisoma dini, ukiachana na changamoto ambayo ulitueleza ya kufanya ukakoma kuendelea na masomo Mombasa, changamoto ya kiuchumi, nadhani changamoto gani nyingine ambayo unaikumbuka ambayo hutoisahau na unasema kweli katika harakati zangu za kusoma hii nayo ilikuwa ni changamoto kwangu? Changamoto kubwa ambayo naikumbuka wakati huo nikisoma, kwa sababu kama nilivyokwenda Kenya, uamuzi wangu mimi mwenyewe, sikujadiliana na babangu, ni mimi mwenyewe tuliamua. Sasa kwa sababu nimeamua mimi mwenyewe, nimejiwekea sasa malengo kwamba kitakacho gharama za kunisomesha, gharama za matumizi kule zitoke kwangu. Kwa kuwa zitoke juu yangu, sikutaka kumsumbua babangu. Sasa changamoto kubwa ni ile biashara yangu baada ya kuyumba huku nilikoiacha Dar es Salaam. Ikawa sasa sina fedha za kuendea kule, zinakuwa ni shida, na mzee naye na majukumu yake mengine, alishakuwa mtu mzima. Basi hiyo ndio ikawa ni changamoto ambayo naikumbuka, sitakuja kuisahau, kwa sababu sikuweza tena kurudi tena masomoni, kwa sababu japokuwa nilikuwa na nia ya kuendelea na masomo, lakini nilishindwa kutokana na changamoto ya kifedha. Sasa kuna vijana ambao wanatutazama, lakini wapo watu wa rika mbalimbali ambao wanatufuatilia sasa hivi, wako katika hatua za kuisoma dini. Na changamoto hizi ambazo unazitaja ulikutana nazo, wao sasa hivi ndio wako nazo, ndio wanaziface, ndio wanakutana nazo. Kuna mtu pengine anatutazama hapa, yupo katika mgogoro na nafsi yake ya kwamba kwa hali hii basi nisiendelee na masomo, acha nifanye mipango mingine ili maisha yaende. Ugumu umezidi, hali imekuwa ngumu. Una kipi cha kumweleza? Cha kumweleza mtu kama huyo, uvumilivu ni kitu muhimu sana katika kila jambo. Subira ni jambo muhimu sana, kwa sababu yeye anachokitafuta ni ilmu, ili iweze kumsaidia amjue Mola wake, iweze kumsaidia akhera na duniani. Kwa hiyo yeye asikate tamaa. Kama changamoto ni maisha, ni fedha, ni ngumu, anaposoma aamue, hata kama umekosa chakula. Kuna wakati mwingine labda kwa sababu masomo ya boarding kuna mitihani mingi inatokea. Wakati mwingine matumizi yanakuwa hakuna, pesa hakuna, chakula ni tabu. Chakula kula ushibi, ni ugali maharage. Basi kikubwa ni uvumilivu. Kwa sababu unachokitafuta ndio utakipata. Unapotafuta kitu kigumu, basi lazima utapitia ugumu. Kama anavyotuambia msanifu mmoja kwamba yaghussul bahar man talaba al-lulu, uzama baharini mwenye kutafuta lulu. Kwa lazima upate tabu. Bikadri al-kaddi tu'tama ma tarum, kiasi cha tabu unayoipata basi ndio utapata kile unachokitaraji. Kwa hiyo ilmu haipatikani kwa wepesi, lazima utapitia ugumu, utapitia changamoto mbalimbali. Unapomuona mtu labda ni shekhe, ni ustadhi, anazungumza au anasomesha, anatoa elimu yake, basi ile elimu hakuipata kirahisi, amepata tabu
amepata ugumu, amepitia changamoto mbalimbali, ndio akapata nafasi hiyo. Ndio kukwambia kwamba yule mwenye kitabu cha kimoja kinafundisha wanafunzi, tuseme yani ni mafunzo kwa msomaji, kinaitwa Ta'limul Mutaallim, tarika ta'lim, njia ya kusomea. Kile kitabu kinamwelekeza mtu namna ya kuishi na namna ya kujipinda katika kusoma. Anasema tamannaita an tumsi faqiha munadhira bighairi anai, wewe unatamani kuwa mwanachuoni tena mwenye kujua basi na tabu. Almajnunu fununu, wendazimu kwa sampuli nyingi. Yani wewe ukitamani kitu, yani kujua, tena unatamani kuwa mwanachuoni tena mwenye kujua bila kupitia changamoto zozote za shida yote, basi huo ni wendazimu. Wendazimu uko sampuli nyingi. Sawa. Wendazimu upo kwenye sampuli nyingi. Ustadh, muda wetu unatutupa mkono. Muda wetu unatutupa mkono sana. Tumeziangazia hatua zako za mabadiliko, lakini mwisho ni kwamba tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani ni madrasa, Ramadhani ni chuo, Ramadhani ni masiku machache ambayo tunapita katika hali za kujikurubisha sana kwa Allah. Tunapita katika hali za kujibana kumlilia Mola wetu. Na kwa bahati mbaya sana baadhi yetu tukipita katika masiku haya tunajipinda, tunajikakamua, tuna jitihada kubwa sana, tunatekeleza yale yote yenye kumpendeza Allah ndani ya siku hizi 29 30. Lakini baada ya Ramadhani kupita, tumeruhusu Ramadhani kuwa ni chachu ya mabadiliko kwetu. Tunarudi katika hali zile tulizokuwa nazo kabla ya Ramadhani. Kwa dakika moja, Ustadh, utoe nasaha zako kwa aina hii ya watu. Kwa aina hiyo ya watu ambao kwamba wanafanya ibada ya Ramadhani, kwanza wanafanya kosa kubwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatakiwa kuogopwa siku zote. Ni kweli Ramadhani ni mwezi mtukufu ambao kwamba una thawabu nyingi na fadhila nyingi. Sasa ikiwa wewe ibada yako unifanya Ramadhani tu hadi Ramadhani, basi itakuwa ni bure. Mungu hawezi kukusamehe kwa sababu wewe umefanya ibada katika mwezi wa Ramadhani, umejipinda. Hivyo utakavyofanya kujipinda ndani ya Ramadhani. Lengo la Ramadhani ni kwamba uzidishe ibada ndani ya ule mwezi wa Ramadhani, lakini hata siku nyingine zijazo uendelee na ibada hiyo. Lakini wengi wetu ni kweli ikifika Ramadhani, msuli, kanzu nyingi, kila jambo anafanya, machafu yote anaacha. Hata kama ni mtu anaishi na kimada, lakini wakati wa Ramadhani amwambia ondoka kwanza, rudi kwenu kwanza, itakapomalizika Ramadhani amrudisha. Kwa hiyo aelewe kwamba atakapofanya hivyo, yale yote aliyofanya ndani ya Ramadhani yatakuwa ni bure, ni habaa manthura, atakuwa amepata hasara isiyokuwa na kifani. Shukrani sana Ustadh kwa kuweza kutoa nasaha zako hizo ambazo ndizo tunahitimishia mazungumzo yetu. Mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, huyo ni Ustadh Munir ambaye tulikuwa naye leo na tumeweza kuangazia hatua za mabadiliko, hatua zake za mabadiliko. Tumeweza kusikiliza simulizi zake tangu kwenye malezi ya wazazi wake ambao ndio walikuwa chachu zaidi baada ya Allah ya kufanya yeye kuwa Ustadh Munir ambaye tuko naye leo. Tumeweza kuzungumza naye katika Ncha Kali Podcast. Tumwombe Allah ajalie hiki ambacho umeweza kukifuatilia wewe ambaye unatufuatilia, basi kikawe chachu ya kufanya na wewe kupitia hatua za mabadiliko ya kweli, hatua za mabadiliko ya kiimani. Mimi naitwa Rajab Msami, nilikuwa naye Ustadh Munir. Munir nani? Munir Juma Muhammad. Ustadh Munir Juma Muhammad. Mpaka kufika hapa hatuna la ziada. Tunakuaga kukwambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.